Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuja kuzungumza na mtu ambaye amekuwa akipitia mambo magumu. Wakati mwingine umekuwa ukipitia shida, wakati mwingine umekuwa ukipitia changamoto mbalimbali. Labda umeomba lakini haujaona majibu. Labda umekuwa ukimuita Mungu lakini unaona ya kwamba Mungu akusikii. Leo nimekuja kukutia moyo ya kwamba usife moyo. Mungu aliyekuita yeye ni mwaminifu. Wakati mwingine unaweza kuwa unapitia changamoto mzito, umekuwa ukiomba Mungu, unaona ya kwamba Mungu amekusahau. La hasha, leo nimekuja kukwambia ya kwamba Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Wakati mwingine Mungu uyaruhusu mabaya yakakutendekea wewe ili kukuandaa kwa mema ambayo amekusudia mbele zako. Wakati mwingine Mungu naye anaweza kuyaruhusu mambo magumu ukaweze kuyapitia katika maisha yako ili akaweze kukufunza yale ambayo amekuwekea ili ukaje kuyapokea baada ya changamoto hizo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati maisha yanakufanya uhisi kwamba Mungu amekusahau, lakini kumbuka, ukimya wa Mungu sio udhaifu wake. Ukimya wa Mungu sio kukataa kwake. Wakati mwingine Mungu yaruhusu mema mabaya yakakutendekea ili akaweze kukuandaa wewe kwa baraka ambazo amekuwekea mbele yako. Kumbuka Ayubu alipitia changamoto nyingi. Ayubu alipitia shida nyingi. Ayubu akapitia mambo mengi, akamuita Mungu, akapoteza kila kitu, akapoteza mifugo yake, akapoteza mali zake, akapoteza watoto wake wote, lakini hakumuacha Mungu. Ayubu alizidi kumtumikia Mungu. Ayubu alizidi kumtumainia Mungu. Hiyo inatufunza ya kwamba watu wanaweza kuchukua kile ambacho uko nacho. Shetani anaweza akachukua kile ambacho ulicho nacho, lakini kile ambacho kilicho ndani yako akaweza akakichukua. Hawezi akaruhusu shetani akakivuza kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Hakuna mwanadamu yeyote atakayeweza kukichukua. Yesu anaweza akakuchukua mali zako. Watu wanaweza kuchukua watoto wako. Watu wanaweza kuchukua kile ambacho ulicho nacho, lakini kile ambacho Mungu ameweka ndani yako watu hawawezi wakakichukua. Watu hawawezi wakakichukua. Endelea kumtumainia Bwana, endelea kumtumikia Bwana, endelea kufanya mema. Tusichoke kutenda mema, kwa sababu kwa kufanya mema tutapata ahadi za Mungu zile ambazo alizotuahidi. Wagalatia 6 mstari wa 9, maandiko inasema ya kwamba tusichoke katika kutenda mema, kwa maana kwa wakati wake tutavuna tusipozimia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tusichoke kutenda mema, tusichoke kutenda yale ambayo ni mema kwa watu wengine, tusichoke kutenda yale ambayo ni mapenzi ya Mungu, kwa sababu kwa wakati wake tutapokea kile ambacho, tutavuna kile ambacho tutakuwa tumekuwa tukipanda tusipozimia moyo. Usikate tamaa kwa sababu ya kuchelewa kwa Mungu. Wakati mwingine Mungu huchelewa. Wakati mwingine unaweza kuona ya kwamba Mungu tumechelewa, lakini leo acha nikwambie, Mungu hajachelewa. Mungu yuko na wewe na hata ameyasikia maombi yake. Wakati mwingine unaweza kuwa ukijiuliza, Mungu yuko wapi? Yeye atakuwa akisema, niko hapa, endelea kuniamini. Niko hapa, endelea kunitumainia. Niko hapa, endelea kuomba. Kwa wakati wangu mimi nitakufanyia, kwa wakati wangu mimi nitakutendea yaliyo mapenzi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Usikate tamaa ndugu mpendwa. Ayubu alipitia shida. Ibrahimu alisubiri ahadi ya Mungu. Yusufu alipitia kipindi kigumu alipokuwa akiandaliwa kuwa gavana katika nchi nyingine, na Mungu alipitia shida nyingi. Ndugu zake wakamchukia, wakamuuza kwenda kwa mfalme.
Alipofika katika nyumba ya mfalme, mke wa mfalme alijaribu Yusufu, akamwekelea maneno ya Yusufu, akachukuliwa gerezani. Alipokuwa gerezani, Mungu akazidi kuzungumza na Yusufu. Mungu akamzidi kumpa Yusufu ahadi zake, hadi Yusufu alipoponea katika maisha, alipokuwa mtu wa maana, ndugu zake walienda kumtafuta na kumwomba msamaha. Ndugu yangu, unaweza kuwa unapitia shida kama Yusufu. Unaweza kuwa umekataliwa na waliokuwa karibu wako, wote wakakuacha. Waliokuwa karibu wako kipindi ulichokuwa unasherehekea, wakati utakapopata matatizo, watakuacha wote na watakusema mabaya. Leo nimekuja kukuambia, unapopitia matatizo kama hayo, usife moyo, kwa sababu Bwana yunawe. Usife moyo, kwa sababu Mungu yunawe. Anasema niite nami nitaitika, nitaonyesha mambo makubwa na mazito msiyoyajua. Anasema ya kwamba zidi kunitumainia, zidi kunitumikia. Kwa wakati wangu mimi nitawapokeza kile ambacho umekuwa mkiomba. Mpendwa, usikate tamaa. Mpendwa, usife moyo. Wakati mwingine unaweza kuwa umechoka na maisha, unaweza kuwa umepitia changamoto nyingi, hadi wakati mwingine unahisi kukata tamaa, wakati mwingine unahisi Mungu amekuacha. Leo ninakuambia ya kwamba Mungu hajakuacha, Mungu hajakuacha. Mungu yu nawe katika matatizo hayo yako. Mungu ako nawe. Usikate tamaa mpendwa, usife moyo. Endelea kumtumainia, endelea kumwomba Mungu, endelea kufanya mema. Mungu hawezi kukusahau. Mungu aliyekuita, yeye aliyetuita, anasema ya kwamba, maandiko yanatuambia ya kwamba kazi njema aliyoanzisha ndani yetu, yeye ataikamilisha. Hiyo huduma ambayo unayoifanya sio yako. Mungu ambaye aliyeanzisha ndani yako ataikamilisha. Hiyo biashara unayofanya, hiyo kazi unayoifanya, usikate tamaa. Licha inaweza kuwa na changamoto nyingi, lakini kumbuka leo, Mungu hatakusahau. Mungu hatakusahau. Mungu atakukumbuka. Mungu atakukumbuka. Kwa wakati wake atakupokeza yaliyo mema. Mungu akakukumbuke ndugu yangu. Ndugu yangu, endelee kumtumainia Bwana. Usife moyo, kwa maana Mungu anaweza kufanya kazi hata wakati huoni. Kuna mambo Mungu anayafanya nyuma ya pazia ambayo macho yako hayawezi kuona. Unaposema Mungu yuko wapi, Mungu anaweza kuwa anasema niko hapa, endelea kuamini. Katika Wakorintho 5 mstari wake wa 7 tunakumbushwa kwamba tunaenenda kwa imani, sio kwa kuona. Imani haimaanishi kila kitu kiko sawa. Imani ni kusema hata kama sioni njia, bado nitamtumainia Mungu. Hata kama mlango umefungwa, Mungu anaweza kufungua mwingine. Hata kama wamenyakua mlango mmoja umefungwa, Mungu atafungua mwingine. Ndugu yangu, dada yangu, naye nitazama kwa wakati huu, sijui umepitia changamoto gani, sijui ni kina nani wamekutenga kwa sababu ya yale ambayo unayoyapitia, lakini leo nimekuja kukuambia, huyu Mungu aliyekuita, huyu Mungu aliyekuumba hawezi kukusahau. Wanadamu wanaweza kukuacha, marafiki wanaweza kukuacha, lakini Mungu hawezi kukuacha. Mungu akakukumbuke, Mungu akakufanyie mema, Mungu akakuinue, Mungu akazidi kukutendea makubwa. Usiruhusu changamoto zikufanya niwache kusudi lako. Mojawapo ya silaha kubwa za kukata tamaa ni kufanya mtu aache kile ambacho Mungu amemwitia. Labda umeanza huduma lakini hakuna watu wengi wanaokuja. Labda umeanza uimbaji lakini hakuna watu wengi wanaokusikiliza. Labda unafanya biashara lakini hauoni matunda ya biashara hizo. Acha leo nimekuja kukuambia ya kwamba usikate tamaa. Kile ambacho unachokifanya, zidi kukifanya, zidi kukifanya, zidi kukifanya. Kile ambacho unachokifanya, zidi kukifanya, na
Mungu akakuonekanie, Mungu akakutendee. Mungu atakutendea wakati wake utakapofika, atakubariki na atakuinua katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka, mbegu inapopandwa ardhini haimei matunda kwa wakati huo, lakini muda unapoendelea kusonga, ile mbegu inapoanza kumea inaweza kupitia changamoto nyingi. Wakati mwingine inaweza kuwa inakatwa, wakati mwingine inaweza kuwa inapitia kipindi ambacho ni jua kali ama hakuna mvua, lakini baada ya hizo changamoto zote mbegu ile itakuwa kubwa na kuweka matunda. Nawe usikate tamaa, endelea kupanda, endelea kujifunza, endelea kuomba, endelea kumtumainia Mungu, naye kwa wakati wake ataweza kukukumbuka. Kumbuka Mungu huinua waliokataa kukata tamaa, wale ambao wanakataa kukata tamaa, wale ambao shida zinapokuja wanasema, Bwana, niko na wewe hadi mwisho wa dahari, niko na wewe mimi, hata kama changamoto zitakuja mimi sitakuacha, hata kama nitapitia magumu mimi Bwana niko na wewe. Hebu sijiambie leo ya kwamba nimeanguka lakini nitasimama, nimechelewa lakini sitaacha, nimeumizwa lakini sitaacha kumtumikia Mungu, nimekataliwa lakini bado Mungu ananipenda. Mungu anakupenda mpendwa, Mungu anakupenda. Nimepitia kwenye moto lakini hautanimaliza, nimepitia kwenye maji mengi lakini hayatanizamisha, kwa kuwa Bwana yuko nami. Anasema ya kwamba tunapozidi kumtumikia tuwe na imani ya kwamba kile ambacho tumeomba, ya kwamba kile ambacho tunachoomba amesha kifanya, naye ataweza kututendea katika jina la Yesu Kristo. Usipime maisha yako ya leo mabaya leo yako ukasema ya kwamba leo imekuwa mbaya na kesho pia itakuwa hivyo. Hasha mpendwa, wakati leo yako leo inaweza kuwa ni siku mbaya, lakini kesho yako Mungu atakukumbuka, Mungu atakufanyia yaliyo mema. Zidi kumwomba Mungu, zidi kumtumikia, kwa wakati wake yeye atakuja na kutakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka kuwa Mungu ndiye chanzo cha nguvu zetu. Isaya 40:31 inasema, wote wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu angani kama tai, watakimbia wala hawatachoka. Leo hii nimekuja kukuambia ya kwamba wewe unayemngojea Bwana utapata nguvu mpya, utakimbia wala hautachoka. Wewe ambaye unamtumikia Bwana utapaa juu angani, utapaa katika matatizo yako kama tai katika jina la Yesu Kristo. Usijaribu kupigana vita vyote, kwa maana maandiko inasema ya kwamba vita vyetu sio vya damu na nyama, wala ni vya Roho Mtakatifu. Bwana akakusaidie, akakutie nguvu za Roho Mtakatifu, ukaweze kupigana vita vilivyo salama, nao utaweza kumaliza. Ninapomalizia kipindi hiki cha mafundisho, Mungu unaweza kuwa ninataka kukuambia wewe unayenitazama, huenda unapitia kipindi kigumu, lakini kipindi kigumu sio mwisho wa maisha. Usikate tamaa kwa sababu ya kile unachokiona leo. Mungu bado ana mpango mwema na maisha yako. Yeremia 29 mstari wake wa 11 anasema ya kwamba nina mipango myema nanyi, mipango ya kuwapa mafanikio au kesho iliyo njema. Wacha Mungu akatimize mipango yake katika maisha yako. Zidi kumtumainia ile mipango aliyo nayo katika maisha yako,
ikaweze kutimizwa katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa, Mungu akakukumbuke. Nataka kuomba na wewe mpendwa, sijui popote unaponitazama wakati kama unaweza kuwa unapitia shida, unaweza kuwa unapitia magumu, unaweza kuwa unapitia changamoto, lakini leo hii nimekuja kukuambia ya kwamba Mungu akakukumbuke. Mungu atakukumbuka, Mungu atakukumbuka. Unaweza kuwa unapitia shida, lakini wacha nikuambie, wakati mwingine unaweza sema Mungu amekusahau. Leo hii nakwambia Mungu hajakusahau, Mungu hajakusahau. Mungu akazidi kukuinua katika jina la Yesu Kristo. Acha tuombe katika jina la Yesu Kristo. Unapoinua imani yako, ambia Bwana, inua moyo wangu Bwana, ninataka nikuabudu. Inua nafsi yangu, ninataka kusikia kutoka kwako. Wakati mwingine mambo yamekuwa mazito kwangu, wakati mwingine mambo yamenikalia mazito, lakini Bwana, nimeelewa ya kwamba sitakata tamaa kwa sababu wewe u nami. Bwana akakukumbuke katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante Bwana kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa kutufunza ya kwamba tusikate tamaa, nasi tunakutumainia milele. Baba, ukatukumbuke. Tazama hao wanaonitazama Bwana, ukawakumbuke. Wakati mwingine kwa maisha yao wanaweza kuwa wamepitia shida nyingi, lakini Bwana, ninakuomba kutoka kwa shida hizo Bwana, ukawakumbuke, ukawatende mema sawa sana mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu wewe ni Bwana na unatosha na unatawala, katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. God bless you so much. My name is Minister Tinko. Welcome again unto this channel. Remember to subscribe, like and share in Jesus' name. Love you so much. Shalom. Shalom.